Urithi usioshikika, intangible heritage. Mamlaka ya uhifadhi na uendelezaji wa Mji Mkongwe inapenda kuwajulisha wananchi wote kwamba utakuwa na shughuli ya urithi usioshikika itakayofanyika siku ya Jumapili tarehe 12 Oktoba 2025 kuanzia saa 8 mchana hapo Forodhani. Shughuli zetu zitapambwa na ngoma za utamaduni wa asili ya watu wa Zanzibar zitakazoonyesha ladha halisi ya urithi wetu wa kitamaduni. Wageni wote na wakazi wa Mji Mkongwe mnakaribishwa kwenye tukio hili la aina yake. Wapenzi watazamaji wetu wa Swahili Voice duniani kote, kwa mara nyingine tena leo hii nina furaha kuwaletea mgeni Bwana Makame Juma Mtwana, ofisa mtendaji mkuu wa Jumuiya ya Uhifadhi wa Mji Mkongwe visiwani Zanzibar. Yeye anakuja na jambo kubwa sana la kuandaa hili tamasha au tukio linalohusu uhifadhi, linalohusu pia matukio ya utamaduni usioshikika. Sasa hatuna taarifa zaidi kama Swahili Voice, na ndio maana tumemwalika yeye mwenyewe tueleze tamasha hili ni nini. Bwana Makame, karibu sana Swahili Voice. Kwa kupata nafasi hii ya kufanya kipindi hiki pamoja na taasisi ya Swahili Voice, ndio moja kwa moja kwenye swali lako ni kwamba tamasha hili ni miongoni mwa matamasha ambayo yanalenga zaidi kuhuisha na kuendeleza utamaduni wa Mzanzibari, na hasa huu utamaduni ambao haushikiki, tunasema au tunaita ni intangible cultural heritage. Utamaduni huu umekuwa ukifanywa kwa miaka kadhaa iliyopita huko nyuma na wazee pamoja na mababu zetu katika eneo hili la Mji Mkongwe, lakini pia katika maeneo mengine ya Mji Mkongwe. Utamaduni huu unajumuisha mambo kama vile ngoma, masuala ya mapishi, masuala ya michezo ya asili. Kuna michezo mingi ya asili ambayo sisi pia katika kuzaliwa kwetu tulikuta hiyo michezo ambayo ilikuwa ikichezwa na mababu zetu. Lakini kutokana na ujio wa sayansi na teknolojia, mambo ya smartphone mambo haya mengi au michezo hii mengi imekuwa ikipotea. Na ndio maana mamlaka ya uhifadhi na uendelezaji Mji Mkongwe kwa kushirikiana na wadau wao mbalimbali ambao wanahusika na masuala ya kuweza kuhifadhi na kuendeleza Mji Mkongwe, ikiwemo Jumuiya ya Uhifadhi Mji Mkongwe, kwa pamoja tumeandaa tamasha hili ili kuweza kusaidia kukumbusha jamii na kuhuisha haya mambo, ili jamii ipate kuyaona kwamba haya mambo yalikuwepo na yanatakiwa kuchukuliwa na kuendelezwa na kuonyeshwa katika maeneo ya mbalimbali, kwa sababu sio swala la aibu, ni utamaduni wetu. Hivyo tuna haki ya kuhifadhi, kutunza na kuendeleza ili wengine wapate kuona. Na ndio maana kwa namna ya pekee kabisa tamasha hili limepangwa kufanyika tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka huu 2025, na tamasha hili litafanyika katika eneo la wazi ambalo ni eneo maarufu la Forodhani. Ni eneo maarufu kwa wenyeji pamoja na wageni. Kwa hiyo itakuwa ni nafasi ya pekee kwa wenyeji na wageni kuweza kuona utamaduni mbalimbali wa Zanzibar au na Wazanzibari wenyewe, ambao ukiwa unawasilishwa na watoto kutoka katika maskuli mbalimbali ambayo yapo ndani ya Mji Mkongwe. Ni malengo yenu? Ni kweli, na tumeona kwamba watoto wengi wamekuwa wakizama sana kwenye masuala mazima ya sayansi na teknolojia, lakini pia sayansi na teknolojia imetuletea athari hasi, tukasema, au athari mbaya kwa kizazi chetu cha sasa, kwa tunasema hivyo. Sasa kwenye kizazi hichi kimekuwa kinaiga sana, kwa sababu kuna mawasiliano ya moja kwa moja baina ya tamaduni za nje na tamaduni zetu. Kwa hiyo utamaduni wetu umekuwa ukiathiriwa sana na utamaduni wa nje, kwa sababu wao ndio ambao wana influence katika masuala ya media, wana influence katika masuala ya teknolojia. Kwa hiyo watoto wengi au generation yetu hii imekuwa ikitaka sasa kuzama katika utamaduni wa magharibi au wa kigeni zaidi na kuweza kusahau zile tamaduni zao. Kwa hiyo lengo na madhumuni ni kuweza kuikumbusha jamii kwamba sisi tuna utamaduni mzuri bora zaidi ambao uliweza kuwalea wazee wetu kipindi hicho ambacho walichokuwepo wakatuzaa na sisi. Kwa hiyo na sisi tuna kila sababu ya kuhifadhi na kuendeleza na kurithisha
kwa vizazi vijavyo. Hili ndio lengo kubwa hasa la kuandaa matamasha haya. Kwa hiyo maana tukasema tunaweka katika maeneo ya wazi ili watu wapate kuyaona na hatimaye kuweza kujua kwamba okay, kumbe sisi bwana tuna mambo yetu ambayo tutakuwa pia tuweze kufanyaje, ambayo tuweze kuyahifadhi na kuiendeleza. Na labda vile vile kuna michezo kama michezo ya bao, michezo ya game, michezo ya nagi na michezo mingine. Kwa michezo kama hii pia labda kwa watu kwa dunia ya leo ambayo ipo katika sayansi na teknolojia, itakuwa ni vyema sana ikiwa kama wadau wa teknolojia wataweza kuifanyia utaratibu wa kuweza kuingiza katika mitandao mbalimbali au kuifanyia programming kwenye games au mambo kama hayo, ili watoto nao waweze, ili wakiwa wanashika simu za smartphone, basi ile michezo waikute na waweze kucheza hata kama watakuwa wanatumia smartphone zao kwa nyumbani. Tangu umefanya mambo haya ni takriban mwaka mmoja au miwili sasa, mwitikio wa jamii ukoje kuhusu masuala haya kwa ujumla? Kimsingi kila kitu kinakuwa kina changamoto zake. Sababu pengine kwa watoto wetu wa sasa wanaona kama ni mambo mageni kidogo, lakini ni jambo ambalo lipo na tunahakika kwamba mwitikio wake utakuwa mzuri, kwa sababu tumeanza vizuri. Tulianza mwaka jana na mwitikio ulikuwa mzuri kidogo, na hata watoto ambao walikuwa wakifundishwa haya mambo. Sasa mara nyingi tunatumia watoto wa skuli, yani wanafunzi wa skuli mbalimbali za mji Mkongwe. Kwa hiyo watoto wamekuwa wakipenda hii michezo na tunaona kwamba imeweza kuleta umoja. Tunashuhudia katika mitaa mingi ya Mji Mkongwe, baada ya walimu kuanza kuwafundisha wale watoto, ile michezo wakawa wanaicheza pindi wanapokuwa katika mitaa yao, labda siku za Jumamosi au siku zile za jioni. Wanacheza michezo kama ukuti, michezo kama mdako, wanacheza michezo kama nage. Kwa hiyo tunaona kwamba ule mpokeo na hamasa hasa kwa watoto umekuwa mkubwa. Kwa hiyo kuwakumbusha yale mambo. Na michezo hii tukumbuke kwamba ilikuwa pia inaleta umoja na kujuana kwa watoto ambao wanaishi katika mtaa fulani. Ni tofauti na matumizi ya haya smartphone, ambapo mara nyingi mtu anakuwa anajifungia ndani mwenyewe yeye tu na smartphone yake, anakuwa hana social interaction yoyote na wenziwe. Kwa hiyo mchezo huu una mwitikio mkubwa na umeanza kuifanya jamii kuwa kitu kimoja. Watoto ambao wanasoma katika shule za Mji Mkongwe ambao wanaishi katika mitaa mimoja, kama sehemu ya mazoezi wamekuwa wakiifanya hii michezo kama kuhamasishana na kuweza kujikumbusha yale mambo ambayo wanafanywa na walimu wao katika shule zile ambazo wanasoma. Asante sana kwa majibu mazuri. Labda tu ni kuulize swala la mwisho kabla sijakuachia kuendelea na majukumu mengine ya kazi. Una ushauri gani au unawaambia nini wazazi, walimu na wale wote wenye majukumu ya kuangalia watoto ambao nyinyi mnafanya nao kazi katika kuharithisha utamaduni huu? Nini ujumbe wako kwao leo hii? Wazee pamoja na walimu ni engine ya kuleta tuseme mshikamano katika jamii. Hivyo wazee na walimu pamoja na wale wote ambao wana dhamana katika masuala ya urithi na uhifadhi au malezi na makuzi tuseme ya vijana wetu, wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wanahifadhi, wanatunza, wanasomesha pamoja na kuendeleza masuala mbalimbali ya urithi, utamaduni, mila na desturi kwa vizazi vyetu, ili na wao waweze kujifunza kupitia wazee wao, na hatimaye watoto hawa kuweza kuwa ni wadau muhimu katika kuhakikisha kwamba wanaendeleza utamaduni na urithi wetu, ili kuweza kukirithisha kutoka kwenye kizazi chao kwenda kwenye kizazi kijacho. Shukran sana Maalim Makame kwa kuwa nasi jioni hii. Asante sana, na mimi nashukuru pia kwa kuweza kuwasiliana na watu wa Swahili.